Tutakuwa tunaangalia maana, wajibu mkuu na lengo la ndoa ya Kikristo. Ni muhimu sana. Tunaishi kwenye dunia ambayo, nikichukulia kwa mfano Tanzania, hata kwa sheria za Tanzania inatambua ndoa za aina tofauti tofauti. Kuna ndoa ya Kikristo, kuna ndoa ya Kiislamu, kuna ndoa ya kimila. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hii ni muhimu. Na changamoto kubwa sana ambayo tumekuwa tunakutana nayo ni kwa sababu tunashindwa kutofautisha. Tunachukua tu ndoa ni ndoa. Kwa kuna mtu anaweza kuwa anafundisha ndoa katika msingi wa ndoa ya Kiislamu, au anafundisha katika msingi wa ndoa ya kimila, au ya aina nyingine yoyote. Na sisi tunabeba tu kwa sababu kiko kwenye jamii na ndio kinachoendelea. Sasa sisi kama waamini lazima tujikite katika maana ya ndoa ya Kikristo, wajibu mkuu wa ndoa ya Kikristo na lengo la ndoa ya Kikristo. Hivi vitu vinaweza vikawa tofauti na ndoa zingine, na hata kisheria viko tofauti. Acha tu maana ya kiroho, kisheria viko tofauti. Ukienda, pamoja na kwamba watu wote tunapata cheti cha kufanana kutoka serikalini, lakini pale juu wameziweka aina za ndoa na unatiki, unafuta vile vingine. Kwa kama serikali yenyewe inatambua kwamba kuna ndoa zaidi ya aina moja, sisi tunatakiwa kuwa sharp zaidi. Sasa tunaishi katika mazingira kama hivi. Hii ndio dunia yetu. Hizi aina zote za ndoa ziko humu. Mafundisho aina yote yako humu. Mitazamo ya aina yote iko humu, na sisi ndio tunaishi humu. Kuna waves huko. Kuna taarifa zimejaa. Lakini taarifa hizi zimejaa kuhusu ndoa, ila ndoa za kila namna. Kwa ni muhimu kupata msingi wa ndoa ya Kikristo, kwa sababu sisi ni wana wa Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Na naomba niseme hivi, kwa sababu Kristo ndio alikuwepo wakati wa uumbaji. Kristo alihusika katika uumbaji na maandiko yanathibitisha. Pili, kwa sababu Kristo ni Mungu. Tatu, kwa sababu mwanzilishi wa ndoa ni Mungu. Kwa hiyo ndoa pekee iliyo sahihi ni ndoa ya Kikristo. Hilo wala hatutaki kuwa na mashaka nalo wala kumung'unya maneno. Mwanzilishi aliyeianzisha ni Mungu na Kristo ni Mungu. Kwa hiyo tunapongeza ndoa ya Kikristo, maana yake ambayo msingi wake ni Kristo Yesu na fundisho lake na maelekezo yake. Ndio inatutofautisha kabisa na aina zingine. Kwa kama utanguzi nitaka ni yaseme haya ili tunapoangalia tuwe na mtazamo stahiki. Kuna mambo mengi tutaona tunapoendelea ambayo dunia imeyatambulisha. Na kwa sababu tumezaliwa katika utamaduni, tunaona na sisi kwa kujua au kutokujua tumeyabeba. Wakati ninakuwa, manake nimeangalia wazazi wangu wanaishi vipi, jamii yangu inaishi vipi, ndoa ikoje. Hayo mambo yaliingia kwenye kichwa changu, hayo mambo yaliingia kwenye kichwa chako, hayo mambo yakatengeneza maana ya ndoa. Whether ulifundishwa au hukufundishwa rasmi, lakini dunia imekufundisha. Na ndio changamoto kubwa tulionayo, kwa sababu maana iliyo ndani ya vichwa vya watu sio maana ya kimaandiko na sio maana ya ndoa ya Kikristo. Kwa Wakristo na sisi tunaishi kwenye ndoa ambazo sio za Kikristo, lakini kufungishwa hapa hakumaanishi ndio imekuwa ndoa ya Kikristo. Kuishi misingi ya ndoa ya Kikristo ndio inaifanya iwe ndoa ya Kikristo. Sasa kwa sheria inategemea umefungishiwa wapi. Inaishia hivi. Na umekubali ni ya mke mmoja au zaidi, au ya mke zaidi ya mmoja. Kwa hiyo kama nilivyosema, tutakuwa tunaangalia maana, wajibu mkuu na lengo la ndoa. Sasa kabla tujaendelea sana, kuna kweli 3 ambazo ninapenda niziseme
kama sehemu ya utangulizi. Na ni muhimu wewe unayenisikiliza ukakubaliana nazo, kwa sababu dunia inajaribu kutengeneza vitu, kuna kipindi tofauti, na hivyo watu wanakuwa na matarajio tofauti. Ukishaingia kwenye ndoa una matarajio tofauti na uhalisia, utaumia, kwa sababu unaishi kitu kisichokuwepo na hakitakuwepo. Kweli ya kwanza ambayo natamani kabla tujaendelea kila mmoja awe nayo, hakuna ndoa iliyo kamilifu bila mapungufu yoyote. Kwa ninapofundisha hii ndoa ya Kikristo, naongea ndoa ya Kikristo. Hiyo ndoa ya Kikristo haipo iliyo kamilifu bila mapungufu yoyote. Kwa la kwanza, kweli kuu ya kwanza naotaka ujue, kila ndoa ina mapungufu. Kwa hiyo ukiyaona usishangae, ndivyo ilivyo. Bwana asifiwe. Ukiyaona usiyakimbie, kuna namna ya kuyasaidia yakae sawa. Ukiyakimbia basi umetafuta ndoa nyingine ambayo haipo duniani. Nimesema mapungufu. Jambo la pili, kweli ya pili ya msingi, ndoa lazima ijengwe kila siku. Ijengwe kila siku, sio mara moja, ijengwe kila siku. Ujenzi wake ni endelevu. Kwa hiyo toka Hosea tulipofungisha hapa, najua ndo wapya kabisa. Kwa hiyo toka mlipofunga ndoa mmeanza kujenga, mtajenga mpaka siku ya mwisho ya ndoa yenu. Amna kusimama, inajengwa kila, na ujenzi ni kazi. Amina. Ujenzi ni kazi. Ujenzi unahitaji juhudi. Ujenzi unahitaji maarifa. Ujenzi unahitaji kujikana, kama tutakavyoona mambo mengine. Amina. Hakuna ndoa isiyokuwa na mapungufu, na ndio maana ujenzi lazima uwe kila siku. Jambo la tatu, ndoa inahitaji uwekezaji wa makusudi. Lazima nidhamirie kuwekeza kwenye ustawi wa ndoa yangu, au kuwekeza kwa mwenzi wangu. Bwana asifiwe. Nadhamiria. Si unajua jambo la makusudi ya? Unadhamiria, ninadhamiria kuwekeza kwenye haya mahusiano, kuwekeza kwenye hii ndoa, kuwekeza kwa mwenzi wangu, na yeye vivyo hivyo anadhamiria. Jambo unalodhamiria haliendi na feelings, haliendi na hisia. Unajisikia, hujisikii, haliendi na kujisikia. Ndio msingi wa ndoa ya Kikristo. Utaona tunapoendelea, sio swala la kujisikia. Bwana Yesu asifiwe. Hizi kweli tatu nilitaka niziweke hapa ili tunapoendelea. Hizi ni kweli tatu kuhusu ndoa zote za Kikristo. Mimi naongelea ndoa za Kikristo. Hakuna isiyo na mapungufu. Kwa hiyo kama uko kwenye ndoa ina mapungufu, utakuwa unashangaa, jua kwamba ni sehemu ya mchezo. Yamo, lakini yanatakiwa yatatuliwe, yapungue kutoka mwaka hata mwaka, yabadilike kutoka msimu hadi msimu. Na nimekuwa na tafakari. Zamani niliambiwa, nataka nikuonyeshe. Zamani niliambiwa kina Hosea tu, labda wale wa mwanzo ndio kuna changamoto, lakini study zangu zimenionyesha, na kwa kufuatilia, kwa kuongea na watu katika stage tofauti tofauti, kwenye kila stage ya ndoa ina changamoto zake za tofauti na zile zingine. Nilikuwa namwambia mtu juzi, na zinakuwa mpya, hujawahi kuzipitia kwa sababu hujawahi kufika hapo. Naanza zero hapa, kuna changamoto zake.
Ndio mnaanza kufahamiana, hamjuani vizuri nini, vurugu nyingi. Bwana asifiwe. Mapungufu ya mfano. Mnakwenda kidogo, mnapata watoto. Hamjawahi kuwa na watoto kabla ya hapo. Yanaingia mambo ya malezi. Namna ya kugawanya muda ukiwa na watoto, huku na hivi, huku na huku, mtoto amekaa, amelia usiku. Keni yuko hapo sasa. Mpya hizo, hajawahi kuzipitia. Ana miaka tayari amekaa hapa, huenda ameanza kuzielewa zile za hapa. Hizi amekutana nazo mpya. Na ndio maana ujenzi wake ni wa kila siku, kwa sababu unakutana na vitu tofauti. Unatoka hapa, naanza kupata teenagers ndani. Kuna mambo yake. Bwana asifiwe. Meanza na kuzoeana, meanza kuona na mapungufu. Mwingine yuko hivi, mwingine yuko hivi, na hivi na hivi na mambo mengine. Mlikuwa na hela kidogo, zimekuwa nyingi. Mlikuwa na nyingi, zimepungua. Mlikuwa hujasoma, umeenda shule. Swini, vurugu nyingi. Mabadiliko. Teenagers. Wanatoka hapa, watoto wameanza kutoka nyumbani. Bwana asifiwe. Unatoka hapo, umeanza kustaafu. Kama mkao unafanya kazi, nguvu zimepungua. Mama ameingia menopause. Hello? Na kuna vurugu zake hapa. Unatoka hapo, umekuwa wazee. Kuna uzee pale sasa. Kupanda ngazi shida. Kuna namna fulani tabia za utoto zingine zinaanza kurudi. Hukuwahi kuziona kwa sababu hukuwa na mimi nilipokuwa mdogo. Sasa mke wangu, kaa tayari. Kuna tabia zangu za utoto ambazo bahati mbaya sana mamangu hayupo. Ungeweza kumuuliza. Kwa kama ukumuuliza nilishapita. Itakapofika jioni yangu zinarudi. Watu wengi wanarudiaga zile. Bwana asifiwe. Zinarudi. Unaanza kukabiliana. Mbona huyu sikuwahi kumuona? Ndio huyo unamuona sasa. Amen. Wamama nao wamefika kwenye 40 hapa na kuendelea. Kuna mabadiliko makubwa sana yanatokea. Makubwa mno kuliko unavyofikiria. Wanajiamini zaidi kuliko awali. Wanaweza kujitangazia uhuru hapa. Huko walikuwa wanakusikiliza tu. Baba, unachosema rais. Wakifika hapa, kuna vitu vingine vinaingia. Wanaanza kuiona dunia kwa mtazamo tofauti. Mzeka shamba, si ni kweli? Unaona? Na ndio maana ujengwa kila siku. Usikariri. Usiseme umemaliza. Hii ni shule isiyoisha. Kwa hiyo mapungufu ya hapa yatakuwa tofauti na ya hapa, yatakuwa tofauti na ya hapa, tofauti na ya hapa, tofauti na ya hapa. Na uwekezaji wa makusudi unaotakikana, kila stage lazima uje na mkakati mpya wa kuwekeza. Mtu mmoja asema haleluya. Unanielewa? Usifikiri hapo unaweza kuwa unawekeza maua. Wenda muda wako Keni sasa wa maua umeisha. Wenda unaweza kaendelea. Kama ulikuwa unaweka tu naenda na ua, mambo safi. Sasa hivi kuna watoto wanalia, wanafanya nini? Sasa hivi uwekezaji ni kukesha na mtoto mwenzako alale. Nenda na ua lako, alafu mwenzako anakesha na mtoto, alafu uone kesho yake kama kuna mabadiliko. Ua utakuta limetupwa huko. Kipindi hicho ua halina maana. Ila kukesha na mtoto umemweka hapa, mwenzako anapumzika, sinakuwa na maana zaidi. Au unasemaje akina wao? Nakupa mfano tuweze kuiona taswira na picha ilivyo tofauti. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Hapa na kuendelea hapa. Mama alikuwa anavutiwa na sura yako, sio na nini, na vinyama ulivyokuwa kusanya. Sasa mwenzako yuko jioni. Hiyo sura yako kapeleke bucha hiyo kama inaliwa. Hello. Ninataka nisisitize hii kwa sababu usipokamata hizi kitu utachanganyikiwa wakati utakiwa kuchanganyikiwa.
hii neno kila siku, kama Kristo anavyosema ukitaka kumfuata yeye, ubebe msalaba wako kila, ujikane na ubebe msalaba wako kila. Ndivyo ilivyo kwenye kujenga ndoa. Ni kujikana kila siku, kubeba msalaba kila siku, unafuatana na mwenzi wako. Sasa twende kwenye ndoa ya Kikristo ni nini? Twende kwenye maana. Ndoa ya Kikristo ni agano la maisha yote. Neno la kwanza zito ni agano, sio mkataba, ni agano. Na nitakuonyesha baadaye tofauti ya mkataba na agano, ili tuelewe, kwa sababu mabinti tunaingia kwenye ndoa ya Kristo tunaingia na mentality ya mkataba. Ndoa ya Kikristo ni agano la maisha yote. Neno la kwanza agano, la pili maisha yote. Msingi sana. Kati ya mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, me na ke, mmoja mmoja, waliojitoa kikamilifu kwa Kristo. Hawa wawili wamejitoa kwa Kristo kikamilifu. Baada ya kupitia definition nyingi sana, hii ndio nimekuja nao na nimeiangalia kwa undani, na itaendana na maelezo mengine yote yanafuata hivi. Waliojitoa kikamilifu kwa Kristo na kwa mwenzi. Kwa unajitoa kikamilifu kwa Kristo na kwa mwenzi. Ikiongozwa au watu hao wakiongozwa na upendo wa pande zote mbili. Huku kujitoa naongozwa na nini? Upendo. Waingereza wangesema mutual love. Upendo wa pande mbili, sio upande mmoja, upendo wa pande mbili. Upendo kujitoa, ambao upendo kama unaweza kusema pande zote mbili, upendo wa kujitoa, kuheshimiana kwa pande zote mbili. Kwa hiyo ikiongozwa na upendo, cha kwanza. Cha pili, kujitiisha, to submit, na kukua kiroho. Haya ndo nataka tuyapitie kidogo, mambo machache. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ni agano, sio mkataba. Na nitakueleza agano ni nini baadaye. Kwa sasa shika tu ni agano la maisha yote, hakuna kutoka. Bwana asifiwe. La maisha yote. Kwa mtu aliye katika ndoa ya Kikristo lazima ajue ameingia kwenye agano, na hilo agano aliloingia ni la mpaka kifo kitakapo watenga, au Yesu akirudi pia ni mwisho wa ndoa. Sasa mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa. Kati ya mtu mke na mtu mume, na ni mmoja. Hii inafuta mahusiano mengine yote ambayo, manake ndoa ya Kikristo hairuhusu nyumba ndogo. Amina. Ndoa ya Kikristo hairuhusu mahusiano ya mke na mume na mtu mwingine nje ya watu walioingia kwenye agano. Waliojitoa kwa Kristo. Anasifiwe. Watu hao lazima wajitoe kwa Kristo. Hapo tunaongelea ile iliyo kamili. Kama tunataka kuiongelea ndoa ya Kristo, watu hawa lazima wao wamejitoa kwa nani? Kwa Kristo. Hii inatuambia ni wajibu wa baba
kuhakikisha mama akajitoa kwa Kristo, ni wajibu wa mama kuhakikisha baba amejitoa kwa Kristo kama kipaumbele chako. Usifurahie tu mambo mengine. Baba mwenye hekima hawezi kuwa anapinga mkewe kumkulia Kristo na kumjua Kristo. Huyo tayari anapingana. Na mama mwenye hekima atahakikisha anamwachia mumewe naye akue kwa Kristo. Lakini si tu, unajua neno ni kujitoa. Jamani, ni kujitoa. Bwana asifiwe. Kujitoa hakwendi na hisia. Hello? Kujitoa hakwendi na hisia. Kujitoa ni maamuzi. Unadhamiria, ninadhamiria. Unajitoa kwa Kristo na unajitoa kwa mwenzi wako. Sio unapojisikia au ninapojisikia. Sio wakati yeye amefanya vizuri. Kafanya vizuri, kafanya vibaya, unajitoa kwake. Bwana asifiwe. Na tutaliona hilo. Ndio maana inaitwa ndoa ya Kikristo. Nikuulize swali. Wewe ulifanya nini Yesu akajitoa kwa ajili yako? Ndio kujitoa kuna kuongelewa huku. Ndio maana ni ndoa ya Kikristo. Sio ya Kiislamu, sio ya mitara, sio ya kijamii, sio ya kimira. Ni ya Kikristo, maana iko chini ya mwamba Kristo. Inafuata kanuni za Kristo. Kielelezo chake ni Kristo. Na maandiko ya Agano Jipya yanaonyesha kama Kristo alivyo bwana harusi kwa kanisa. Mafundisho yote yamejikita katika hilo. Yanapoongelea ndoa. Ndio hii. Kwa hiyo kwa upendo wake ambao haukujali sisi tumefanya nini. It is not performance based. Haitegemei ufanisi wa mwenzi wako, inategemea utashi wangu. Haitegemei ufanisi wa mke wangu, inategemea utashi wangu. Kujitoa kwake. Hakuna chochote anatakiwa afanye ili nijitoe kwake. Najitoa kwake kwa sababu mimi nimeamua kuingia kwenye ndoa ya Kikristo. Jina la Bwana libarikiwe. Inaongozwa na upendo, kujitisha au unyenyekevu. Jina la neno linalotumika kwa Kiswahili ni unyenyekevu, na kukua kiroho. Kwa hiyo salama ya ndoa ni kukua kiroho, upendo na unyenyekevu. Hivi vinaongoza kujitisha. Kujitoa kwetu ni katika msingi wa nini? Wa upendo. Sijitoi nje ya upendo. Kwa hiyo nikwambie, namna gani unaweza kujitoa nje ya upendo? Unataka kitu ukajitoa ili ukipate. Hiyo ni ndoa ya kipagani, sio ya Kikristo. Huo ni ulaghai, na ni kama laghai mwingine yoyote aliyeko mtaani. Nitakuwa sina tofauti na laghai mwingine yoyote. Huo ni udunia. Unaitwa nipe nikupe. Ndio maana kuna haya yote yanaongozwa na upendo, unyenyekevu na kukua kiroho. Kukua kiroho kimsingi kuendelea kumlingana Kristo. Salama ya ndoa iko kwenye wanandoa wanavyoendelea kumlingana Kristo. Salama ya ndoa ya Kikristo. Na kimsingi salama ya ndoa zote ndio iko hivyo. Kwa hiyo kadiri ninavyokuwa mbali na Kristo, nitarajie majanga. Bwana asifiwe. Ninajua anaomba nilisemee hili kwa sababu tunaongea kiupana. Siku hizo unaweza kaambiwa, bwana tu ndoa zenyewe za Kristo, wa Kristo wenyewe changamoto, afadhali hata za wasioamini. Mpendwa, tunaongelea Mkristo anayekuwa. Atuongelee kila Mkristo. Anaweza kuwa Mkristo wa jina. Atuongelee mtu tu anaenda kanisani. Tunaongelea mtu anayebadilishwa na Roho kila itwapo leo. Huyo ndo tunamuongelea. Nionyeshe ndoa ya wanandoa wawili wanaobadilishwa na Roho kila siku itakayozidiwa na ndoa ya mtu asiyeamini. Nionyeshe moja duniani. Ukiona hivyo kuna shida.
kuna mmoja hajakaa vizuri au wote hawajakaa vizuri, kwa maana ya kubadilishwa na kumlingana Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Ndoa sio mkataba, bali ni agano la kudumu. Hailengi, kwa sababu mkataba ndo hayo mambo, hailengi kujiangalia, bali inalenga kumwangalia Kristo kama kielelezo cha kujitoa katika mahusiano. Ndoa sio mkataba, bali ni agano la kudumu. Hailengi kujiangalia mimi, bali inalenga kumwangalia Kristo kama kielelezo cha kujitoa katika mahusiano. Sio dumavu, bali hukua na kuongezeka kila siku. Amen. Sio dumavu, inakuwa na kuongezeka kila siku. Nimeshasema, kwa hiyo kielelezo chetu cha kujitoa ni nani, watu wa Mungu? Sio mwenzi wako, sio nipe nikupe. Wala usimwangalie mwenzi wako ukitaka kujitoa. Jitoe kwa kumwangalia Kristo. Kielelezo cha kujitoa kwenye ndoa ya Kikristo ni Kristo mwenyewe. Bwana asifiwe. Waefeso sura ya 5 mstari wa 31 na 32, Mtume Paulo anaongelea habari ya ndoa kuwa fumbo. 31 nasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, nao hao wawili watakuwa mwili mmoja. Mstari wa 32 nasema, siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari za Kristo na kanisa. Kwa kuna pengine nimesema ndoa, siri ya ndoa inaongelewa kwenye hii Waefeso. Bwana asifiwe. Ndoa ni fumbo kuu sana, na ndio maana inamhitaji Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ndio uhusiano wa kina zaidi uliopo baada ya uhusiano wetu na Mungu. Ukitoka uhusiano wa Mungu na mwanadamu, uhusiano unaofuata kwa maana ya depth, ya kina, ni wa mume na mke. Kwa maana ya kina, sio wa baba na mama, ni wa mume na mke. Kama ilivyo kumjua Mungu, kumjua na kumpenda mwenzi wako wa ndoa ni jambo gumu. Naomba niseme hapo, nitaelezea. Ni jambo gumu, lenye maumivu, lakini pia lina thawabu na ni la ajabu mno, zuri kiajabu. Ni gumu na lenye maumivu. Hivi vitu visivyokuwa addressed sawa sawa, ndio maana ndoa zinayumba, kwa sababu tunataka kuchukua. Mimi naongelea ndoa ya Kikristo, kumjua na kumpenda mwenzi wako ni jambo gumu na lina maumivu. Hello? Lakini kwa upande mwingine lina thawabu kubwa na ni zuri la ajabu, yani ni wao. Tuko pamoja watu wa Mungu? Usipokubaliana na hivi vitu ndo vinavyoleta changamoto. Tunataka kuleta vitu ambavyo havipo. Lakini pia upande mmoja ni gumu, upande mwingine ni tamu sana na la ajabu mno. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa lugha nyingine, ili
ni ufurahie huo utamu wake na uajabu wake, niwe tayari kwa ajili ya juhudi na kupitia maumivu. Wokovu ni kitu rahisi au ni kigumu? Tumeokoka. Wokovu ni rahisi au ni mgumu? Amjui? Mgumu. Sawa, nakubaliana na wewe kwa maana hiyo. Kwa tunaposema hivi, katika nyama na damu ni gumu na lina maumivu. Kwa hii lazima itupush kurudi kwa mwanzilishi mwenyewe na kumtegemea 100%. Nisipojua hivi nitalichukulia poa, nitajiendeshea mwenyewe. Na huu ndio uhalisia. Unajua, dunia inataka kuonyesha picha kama kwamba kumwelewa na kumjua mwenzi wako na kumpenda ni kitu cha mteremko. Sio kweli. Sio kweli. Na ukiwa na mtazamo huo, you will be disappointed. Ukiwa na mtazamo huo, utakaposikia maumivu utataka kukimbia, kwa sababu utaona sio sehemu ya hii. Yako sehemu ya hiyo kitu. Lazima niyafurahie, nijue ni sehemu ya mchezo. Hello? Utakapoona ugumu wa kumwelewa, ujue ndio sehemu ya mchezo. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani haiji tu on silver plate, watu wanasema yani unaamka tu umeshajua, yani umemwelewa, basi mna flow, mnakwenda. Hiyo flow ya kuendana bado ina maumivu. Na nitakwambia kwa nini maumivu tunapoendelea. There is a lot of sacrifice. Kuna mambo mengi sana inabidi ukubali kujidhabihu. Kuna mambo mengi sana inabidi ukubali kuachilia. Unayapenda, hayana shida, lakini inabidi uachilie. Hello? Hayo ni maumivu, sio maumivu? Unafikiri inakuja rahisi? Lakini tunapokwenda katika haya maumivu na kutambua ule ugumu, lakini ule upande mwingine kuna uzuri uliopita kifani, lakini huo uzuri uko kwenye, umefichwa katika hii. Kwa bila kuwa tayari kuilipa gharama, ule uzuri hatutauona. Ngoja nikupe mfano. Naamini kila mmoja wetu anajua habari ya uchimbaji wa madini, hata kama hujawahi kwenda kuchimba. Chimba kwa mfano dhahabu, si ndio hivyo? Ili upate kilo moja ya dhahabu, unafikiri tani ngapi za udongo unapambana nazo? Mawe kwanza yanachimbwa, mawe yanasagwa, mawe yanachujwa, sui yanaingizwa, sui unaingiza madini gani, unachuja, unakuja unapata kilo moja. Ndio hivyo. Ukiipata ile unasahau. Hello? Ukiipata dhahabu, kwa uchimbaji madini ni kazi ngumu. Wanasifiwe. Na ina maumivu, lakini ina furaha na raha na utamu usio na mfano. Hivyo ndio ilivyo. Kwenye mchakato wa kuitafuta hii kilo moja ya dhahabu, kwenye huo mchakato kuna kutokulala, kuna kusaga, kuna kuchekecha, kuna nini, unachoka. Kwa nini unaendelea? Kwa nini naendelea? Kwa sababu najua naitafuta dhahabu. Nitakapoipata nitakuwa na furaha zaidi. Na ndivyo mtazamo wa siri ya ndoa ilivyo. Kumjua mwenzi wako na kumpenda ni kazi ngumu na yenye maumivu, lakini mwisho wake ni ya furaha na thawabu kubwa.
Ndoa ni yenye maumivu makubwa, lakini pia yenye uzuri mkuu. Huu ndio uelewa wa kibiblia kuhusu ndoa, na utaelewa kwa nini naongelea maumivu muda sio mrefu, kwa sababu ndoa ni kiwanda cha kukufanya wewe uwe mtakatifu, na hauwezi ukawa bora bila kuminywa. Wangapi wanajua faida za mazoezi? Si ni nzuri ya? Kufanya mazoezi ni raha. Nani anaona raha kufanya mazoezi? Hata dadangu hajanyosha. Kumbe naye haoni raha kufanya mazoezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Unanielewa vizuri? Uelewa ambao nataka uondoke nao, uelewa sahihi wa ndoa ya Kikristo, kwamba ndoa ni yenye maumivu makubwa, lakini pia ni yenye uzuri mkuu. Najua watu hawataki kusema hii, kwa sababu wanataka kutumotivate na kutuwekea picha ambayo sio. Na ndio maana mtu atatoka kupiga kelele hizo, kesho anatangaza kuachana na mke wake au mume wake. Kwa nini? Kwa sababu picha alionayo hakubali maumivu. Hizo tabasamu ambazo utawaona watu wameshikana, wanashangilia, wanafurahiana. Njoo hapa mke wangu kidogo. Si mnaona jamani? Si mnaona kama tunafurahiana lakini pamoja na mnachoona, nyuma yake kuna maumivu. Si ndio? Ndio. Ndio. Aha, amethibitisha. Msije mkasema ninapiga story mwenyewe. Na tunafurahiana na tunaendelea vizuri. Katika huo uzuri, ili ufurahie huo uzuri, kuna level ya maumivu. Nataka uwe na uelewa huo. Huu uelewa ambao dunia imeprinti ndo moja ya chanzo cha ndoa kuvunjika. Utatoka, watu wanatoka, anakimbia kutoka kwa mama huyu au baba huyu, anafikiri nini? Anakwenda kwingine, anakuta mbona huko kuna maumivu. Anakwenda kule, anakuta maumivu. Mwisho anaishia kusema wanaume wote ni nyama ya iringa. Au wanawake wote ni anaweke. Sio kweli. Kwa nini? Amewekewa picha ya uongo, na hiyo picha inatoka kwa shetani. Kawekewa picha ya uongo. Ya uongo. Sasa unajiuliza, mbona kwenye viapo watu sema hivyo? Viapo vyenyewe ulisema katika nini? Shida na umaskini na wangapi ambao leo wanaondoka kwenye ndoa kwa sababu uchumi umeyumba? Si ni wengi? Mimi siwezi. Kama hivi anarudi nyumbani kwetu. Nyumbani tulikuwa tunakula milo 3. Si ungebaki huko? Kwani ukujua wakati unaondoka kwamba mnakula milo 3? Kilichokuleta nini kama ulikuwa unakula milo 3? Kwa hiyo ni muhimu sana, ni muhimu sana. Hii siri ni kubwa, hili ni fumbo kubwa. Na fumbo hili limewekwa kwa habari ya Kristo, limelinganishwa na Kristo na kanisa. Hii ndo picha isitoke. Niwaulize swali, kumfuata Yesu kuna maumivu au kuna maumivu? Kuendelea kukaa kwenye mahusiano mazuri kati ya wewe na Yesu kuna maumivu au kuna maumivu? Na Roho Mtakatifu unaye, lakini bado kuna maumivu. Kwa sababu kuna hitaji jambo moja utaliangalia baadaye, kujikana. Mzee Kashamba, moja ya changamoto kubwa, chanzo kikubwa cha ndoa kizazi hiki kuvunjika, kizazi hakiko tayari kujikana nafsi zao. Kama ilivyo kumfuata Yesu, kuna hitaji kujikana na kubeba msalaba wangu kila siku, ndivyo ilivyo kwenye mahusiano ya ndoa. Hello?
kwa msingi wa Biblia, ili niweze kuishi na mwenzi wangu, imenipasa niwe tayari kujikana na kubeba msalaba wangu kila siku, kisha niambatane naye. Hakuna ambatano bila kujikana. Hakuna. Halipo. Sasa nataka nikuonyeshe tofauti ya mkataba na agano kwa haraka haraka. Kipengele cha kwanza cha tofauti ya agano na mkataba ni asili au maana yake. Asili au maana yake. Mkataba wa kisheria, najua mbele ya macho ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndoa ni mkataba wa kisheria. Mbele ya macho ya sheria, ndoa ni mkataba wa kisheria. Mbele ya macho ya Mungu, ndoa ni agano. Mkataba wa kisheria ni makubaliano ya kisheria kati ya pande mbili au zaidi, yanayotegemea masharti na faida za kila upande. Masharti na nini? Na faida. Usisahau, huo ni mkataba. Na ndoa nyingi leo watu wanaishi kama mkataba bila kujua, hawaishi kama agano. Masharti na nini? Na faida za kila upande. Kwa kunakuwa ukifanya 1, 2, 3, upande huu utafanya 1, 2, 3, 4. Masharti. Ukivunja hapa na hapa, mkataba umeisha. Ukifanya hivi fanya wewe, alafu na faida, mimi ninapata nini? Na ninapata hicho nikitimiza. Huo ndio mkataba. Faida ipo, lakini inategemea utimizaji wa nini? Wa masharti. Kinyume chake, agano ni makubaliano ya kiroho na ya uhusiano wa kina yakimhusisha Mungu, yanayojengwa katika msingi wa kujitoa, kuaminiana na uaminifu. Sasa kwa sababu tumesema ndoa ni agano, kwa ndoa lazima ijengwe kwenye msingi wa nini? Kujitoa, kuaminiana na uaminifu, sio kwenye masharti na faida. Tunaelewana? Msingi, kwa sababu maana yake mkataba umejengwa kwenye masharti na faida. Ukiajiriwa ukapewa mkataba, unaorodheshewa nini? Masharti. Unaorodheshewa na nini? Na faida utakazopata. Kwa kuna upande wa mwajiri na upande wa mwajiriwa. Mwajiri ana masharti anayotakiwa atimize na faida anazotakiwa apate kutoka kwako. Mwajiriwa ana masharti anayotakiwa atimize na ana faida anazotakiwa kupata kutoka kwa mwajiri. Agano haliendi hivyo. Wangapi wanaamini wako kwenye agano na Mungu? Ulifanya nini kuingia kwenye agano na Mungu? Ulilipa nini? Hello? Umeingia kwenye mahusiano ya kiroho, makubaliano ya kiroho na ya uhusiano wa kina. Hilo neno kina usilichukulie poa. Mkataba unaongozwa tu na haya mawili. Yakivunjika, kina ni zaidi. Haina kinachosema 1, 2, 3. Ndio maana watu tunasema mpaka kifo. Yanayojengwa katika msingi wa kujitoa. Naomba nisisitize, na utanisikia nasema mno. Hakuna ndoa ya Kikristo bila kujitoa. Hakuna ndoa bila kujitoa. Kuaminiana na uaminifu.
Jamani, kuna tofauti ya kuaminiana na uaminifu, si ndio hivyo? Kuaminiana kwa maana hii, namwamini yeye, nachukuliana naye. Uaminifu inanihusu mimi kama mimi, hata yeye asipokuwepo, haoni, hafanyi nini, maisha ninayoyaishi yaendane na agano. Kwa hiyo ni kwenye maana msukumo wake. Twende kwenye msukumo, tofauti ya agano na nini? Tofauti ya agano na mkataba, msukumo wake. Msukumo wa agano unasema nitafanya sehemu yangu ikiwa na wewe utafanya yako. Mkataba. Nitafanya sehemu yangu ikiwa na wewe utafanya ya kwako. Kama unaishi hivi kwenye ndoa, wewe unaishi kwenye mkataba, sio kwenye agano. Kama ndio msukumo wako wa ndani, kama ndio msukumo wangu, jua kama ulikuwa ujui, kuanzia leo ujue haujawahi kuwa kwenye ndoa, uanze kuwa kwenye ndoa leo. Ulikuwa kwenye mkataba, kwa maana ndoa ya Kikristo. Katika agano, nitajitoa kwako, haidhuru hali, hata kama itanigharimu. Kwenye agano, nitajitoa kwako, haidhuru hata kama itanigharimu. Kwa lugha nyingine, hata kama hautafanya nafasi yako. Hello? Bwana asifiwe. Kwenye agano msingi wake ni kujitoa. Kwenye mkataba, msukumo, nitafanya sehemu, ni conditional, ina sharti. Ingekuwa ni Kiingereza natumia neno if. I only do if you. Na ndio mkataba uko hivi. Yale masharti wanasema ukifanya 1 2 3 na sisi tutafanya 1 2 3. Umeajiriwa, kama unatakiwa kuja ofisini kuanzia saa 2 mpaka saa 11 kwa siku 20, mwisho wa mwezi tutakulipa mshahara. Ukienda kinyume, umevunja nini? Masharti. Na ukivunja masharti, mwajiri ana haki ya kutokukulipa. Si ni sawa eh? Si ni sawa watu wa Mungu eh? Bwana asifiwe. Umempa mtu kazi, ukasema nataka unipigie plasta kuanzia hapo mpaka pale ndani ya siku 2. Ukimaliza nitakupa 30,000. Akishindwa katika muda mliokubaliana, aidha mrekebishe mkataba au una haki ya kutokumlipa. Kwa hiyo faida inapatikana kwa kutimiza masharti. Agano, unajitoa kwa ule upande mwingine bila kujali inakugharimu kiasi gani. Hapa kwenye mkataba hauangalii, unajali makubaliano na masharti ya mkataba. Watu wa Mungu tunaelewa tofauti. Sasa naomba uelewe, ndoa sio mkataba, ndoa ni agano. Hello? Ndoa ya Kikristo, mimi naongelea ya Kikristo. Kama kuna ndoa zingine zina maana nyingine, hizo ni za kwao. Si naongelea ndoa ya Kikristo. Hiyo ndio maana yake. Na ndoa ya Kikristo ndio inaweza kusimama. Na nikisema ndoa ya Kikristo simaanishi ndoa tu waliofunga wa Kristo, na maanisha wa Kristo wanaoelewa na waliokubaliana na nini Kristo anataka. Hello? Kwa hiyo katika agano unafanya bila kuangalia upande mwingine umefanya nini. Ndio jambo la msingi.
haufanyi kutegemea upande mwingine umefanya nini. Tukielewa hivi, hata mahusiano yetu na Kristo yanakuwa tofauti sana. Unajua siku hizi watu wanataka kuhusiana na Mungu kama wako kwenye mkataba kwamba Bwana usipobariki hiki na hiki mimi sifanyi hivi na hivi. Anataka wewe na uhusiana, usio mkataba, ni agano. Alituuliza sisi alipotaka kumleta mwanae, kuna chochote tulifanya akamtuma Yesu? Aliamua kujitoa kwa upande wake, haidhuru ni mgharimu kiasi gani, kwa sababu alikuwa anaingia agano na sisi. Akamtoa Yesu. Yesu akafa. Wewe hata hujazaliwa, mimi sijazaliwa. Hata waliokuwepo wakamkataa. Wayahudi wakamkataa. Lakini bado akafanya nini? Akakamilisha kila alichokuwa amekisema, kwa sababu ni agano. Kinacholengwa au msisitizo. Kinacholengwa au msisitizo katika mkataba ulenga masharti, haki na wajibu. Masharti, haki, wajibu. Oni mkataba. Katika agano kinacholengwa ulenga uhusiano, uaminifu na kujitoa. Na nitaelezea kidogo. Uhusiano, uaminifu, kujitoa. Kwa maana nyingine, kinachoongoza agano ni uzito au msisitizo kwenye mahusiano husika katika agano. Amina. Huku ni masharti yaliyo kwenye mkataba. Kwa hapa tunajitoa kulinda nini? Uhusiano. Hapa hamna kujitoa. Hapa naangalia tu wajibu. Ulitakiwa uwajibike, hujawajibika, imekwisha. Umepoteza haki zako. Na mimi upande wangu, upande mwingine naangalia haki tu. Nimetendewa haki, sijatendewa haki. Hapa ipo hiyo. Lengo ni uhusiano, uaminifu na kujitoa. Nitaulinda uhusiano kwa gharama iwayo yeyote. Hiyo ndo kwenye agano. Mungu aliamua kulinda uhusiano na mwanadamu kwa gharama yoyote iliyokuwepo, mpaka akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo. Tunaelewana watu wa Mungu? Tutoke kwenye mikataba Hatukufanya mikataba tulipofunga ndoa, tuliingia agano na wenzi wetu. Hello? Kipengele kingine ni kudumu kwake. Mkataba unaweza kuvunjwa endapo mmoja hatatimiza masharti. Agano ni la kudumu hata kama upande mmoja unashindwa. Bwana asifiwe. Yaani hapa unajua sasa shida inayoleta sasa hivi changamoto, divorce nyingi ni hapa. Ukiwaangalia zamani dada zangu wale wanaomaliza chuo tena sasa hivi kizazi hiki wamejifunza sheria, wanajua haki. Wanakwambia mimi najua haki zangu bwana. Si ndio hivyo? Mimi sio mwanamke wa kizamani, najua haki zangu bwana. Habari njema ni hivi, kwenye agano hakuna haki. Hatujengi msingi kwenye haki. Tunajenga msingi kwenye kulinda mahusiano na kujitoa. Na ndio maana unakuwa ni wa kudumu. Huu mwingine tulikubaliana hivi siku tunaanza, naona siku hizi imekuwa hivi, mimi naona basi bwana. Si ndio inavyokuwa? Ukisikiliza mashauri mengi ya ndoa, watu wanagombana, shida iko hapo. Kama wewe umewahi kushauri watu wengi, kila anayekuja anaangalia haki zake zimevunjwa. Hakuna anayeongea habari ya kujitoa.
Anaweza kuwa sema nimejitoa, nimechoka. Yesu alichoka kujitoa. Angekuwa amekuchokea ungekuwa ungeshaingia jehanamu juzi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka kwenye agano haliangalii huku na huku. Mungu ameendesha wokovu kibabe. Kama ulikuwa hujui. Hatukutaka, tulijifanya sui nini, akatuma mwanae na tumeokoka na tunaendelea kuokoka. Agano linamtegemea yeye 100%, hatutegemei sisi. Na mbinguni tunaenda. Wewe ulifanya nini? Umefanya nini? Agano la wokovu ni la upande mmoja. Ni la Mungu peke yake. Yeye ndo aliamua. Dhabihu katoa yeye, dhabihu kaipokea yeye, dhabihu dhambi kasamehe yeye, kaamua kumwadhibu mwanae yeye, haukuwepo kwenye kikao wala hukuhusika chochote. Kwa tunapongelea agano la wokovu usichanganye, sio agano la pande mbili, ni agano la upande mmoja. Mungu aliingia agano na yeye mwenyewe. Hakuingia agano na mwanadamu. Aliingia na yeye mwenyewe. Sisi ni wafaidika wa agano la Mungu. Sisi ni beneficiaries. Amen. Na ndio sura yetu ya ndoa. Usianze kuleta story hapa za kusema sasa yafanyi hivi. Kwani hivyo unavyosema kulipiziana kunatokea wapi? Aya. Baba au mama katoka nje ya ndoa. Mama au baba naye analipizia. Unatoka wapi? Hapa. Haki. Kama yanafanya na mimi? Si ndio hivyo? Kama yameanza kuja siku hizi anafanya hivi na hivi na mimi? Msukumo huo umetokana na kwa sababu unaiangalia ndoa kwa masharti, haki na wajibu. Hujaiangalia kwa maana ya uhusiano, uaminifu na kujitoa. Ukiangalia kwa mtazamo huo, hautakuwa na hiyo mentality. Na sitakuwa na hiyo mentality. Lakini ndio imetawala. Na ndio shida ilipo. Kama umekuwa unajiuliza moja ya shida ilipo ni hapo. Kwa sababu tumechanganya mkataba na agano. Na mifano ya hivi vitu utakuta kuna ajira, upangaji, nyumba, biashara, mifano ya mikataba. Tunapokuja upande mwingine, ndoa ni uhusiano wa Mungu na mwanadamu. Ndoa mfano ni agano, uhusiano wa Mungu na mwanadamu ni agano. Kuna agano la Ibrahimu na Mungu. Nikuonyeshe mfano. Ibrahimu na Mungu. Ibrahimu alifanya nini? Aliamini tu, akapokea. Musa pale Sinai, Mungu ndo kamuita Musa juu kule, alafu kamwambia pa hivyo kamaliza. Na ahadi ya agano jipya iliyo katika Yeremia 31:31. Unajua? Yes, Mungu akaona mambo yatakavyokuwa huko mbele. Amen. Moja ya kitu ambacho mimi na wewe tunatakiwa tuondoke ni kuondoka kwenye mtazamo wa kufikiria ndoa ni mkataba. Ndoa sio mkataba, ndoa ni na msingi wa agano ni hapa kwenye uhusiano, uaminifu na kujitoa, sio masharti, haki na wajibu. Najua huwa tunafundisha na ni kweli. Ni kweli. Na kubarika tunajua kuna wajibu wa baba, kuna wajibu wa mama, kuna wajibu wa nini, vyote hivyo ni sawa. Wala haina shida. Lakini huo sio msingi kwamba ili mimi nikae lazima ule wajibu mwingine, yule mwingine afanye nini? Atembee katika hiyo. Karibu kwa swali, mchango, dukuduku. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninachofurahi ni kwamba umetufafanulia hiyo kuhusu ndoa ya Kikristo. Kwa sababu tofauti na hapo tungechanganya na kweli tungetokeza maswali mengi. Lakini kwa kuwa umeanza na kuweka msingi wa ndoa ya Kikristo, maswali yanapungua. Lakini kwa kuwa watu wanafuata dunia inapokwenda, shida au matatizo katika ndoa yanakuwa ni mengi, lakini ni kutokuelewa.
Sasa mimi shauri langu, yani tuanze na hiki ambacho tulikuwa tunapata hapa kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Lakini swali la pili, labda utani kidogo. Mtumishi wa Mungu unasema wewe na mama kidogo na nyie mna changamoto, lakini wewe unatufundisha haya mambo mazito ambayo ndio tunatakiwa tuyafuate, na ina maana unayajua au unayaishi. Sasa nyuso zenu hazionyeshi hilo unalolisema. Mimi niseme tu kwa kutoka moyoni mwangu. Bwana asifiwe sana. Amina. Nilichosema ni hivi, naomba niweke sawa kwamba nilikuwa na kuthibitishia kwamba kuna maumivu. Hizo nyuso unazoziona ni matokeo ya nini? Nilikuwa na kuthibitishia lazima kuwe na maumivu. Ukishasema hakuna maumivu, nitakuangalia chini mpaka juu, alafu nitasema wewe labda ni unadanganya au kuna changamoto au sio ndoa ya Kikristo. Kwa sababu mfano wake ni Bwana wetu Yesu Kristo, na yeye alipitia maumivu ili sisi aturejeshe kwenye mstari. Asante. Mwingine? Kwa kuongezea, nimependa sana mfano ambao umeutoa kuhusu uchimbaji wa madini, ambao kama ilivyosemwa ni fumbo moja kubwa sana ambalo inahitaji libebwe pande zote mbili, kwamba mimi naelewa ni gumu na mwingine naelewa ni ngumu. Ikiwa ni mmoja naelewa tu alafu mwingine nafikiri ni tambarare, shida zitaongezeka sana kwa yule ambaye ni muelewa. Kwa hiyo ninaona kwamba ni fumbo, na hili fumbo, ule uzuri kwangu mimi, ule uzuri wa ndoa unafunika yale maumivu. Yaani kile ambacho ni kizuri ambacho kiko ndani ya ndoa kinazidi kile ambacho tunasema ni msalaba sijui au ni maumivu. Naweza nikaongezea hivyo, na naomba tu iendelee kuwa hivyo. Kama wanavyotoa mfano wa ua la rose lilivyo na miba na nini, ili ulipate lazima uchomwe na miba kidogo ili upate lile ua zuri. Naamini ndoa iko hivyo hivyo, ni fumbo kweli, kuna ugumu kweli, kuna kutokuelewana. Nafikiri wanandoa wote mnakubaliana kuna siku hatuelewani. Kwa hiyo yale maumivu sio kwamba ni maumivu ya kupigana mikuki na nini, lakini kuna kipindi ni watu wawili tofauti. Kuna kipindi mitazamo yetu inakinzana tu. Na imekinzana. Kwa hiyo kikinzana inaweza kaleta kutokuelewana. Na kama mjaelewana siku hiyo haimaanishi kwamba ndoa imekuwa mbaya. Yaani ndio imekuwa mbaya. Ule uzuri unafunika yote. Amina. Huko kwetu zamani kulikuwa na watu wanaenda kwenye machimbo. Ndio maana nimetoa mfano. Yaani mtu anaenda kuchimba dhahabu miaka 7 hajarudi nyumbani. Zamani kabla hii Barrick na nini, uchimbaji mdogo mdogo. Ghafla anaondoka na jiwe. Yani mateso na vurugu zote anasahau. Anaingia na kodi magari 3. Ghafla gari moja mbele, yeye anakala katikati na jingine nyuma. Anafurahia dhahabu aliyoipata. Sasa ndio hicho mama anachosema ni hivi, tukifocus kwenye dhahabu, haya maumivu hutayasikia kama mazito. Ninachotaka ujue maumivu yapo, kwa sababu kuna kufundishwa kwamba hakuna maumivu. Ukikutana na maumivu, ukiambiwa kwamba hakuna maumivu, unafanya nini? Unaanza kuona labda huyu mwenzi sio mwenyewe, labda nilikosea, labda ndoa yangu ni hivyo. Ndio ni msisitizo mkubwa sana. Na ibilisi yupo ataanza kukunong'oneza. Wewe hapo umechemka, ulikosea. Swali jingine au mchango? Yesu asifiwe. Amina. Mimi nimeelewa mafundisho yako ni kama unatusuta. Ni kama unaangalia rohoni, unatusuta kwamba mke na mume mefunga ndoa lakini mnaishi kwenye mkataba. Hatuishi katika ndoa. Kwa sababu kadiri unavyoelezea kujitoa na mkataba, ukirudi kwenye maisha ya kawaida ya kwetu, hasa labda niseme kama mimi na miaka 31 sasa, lakini leo nimejiona kama vile kuna kipindi niliishi kwenye mkataba. Kuna kipindi, na nafikiri ni kipindi ambacho wote mna nguvu, kila mtu ana nguvu yani ya kumuonyesha mwenzie. Nafikiri kile ni kipindi cha mkataba. Ndio kile kwamba unamsema kwamba sasa wewe hujapika, mimi nitapikaje, wewe mbona ukuleta hiki? Unaona
kile ni kipindi mnaishi katika mkataba. Lakini kama ukimkumbatia Bwana Yesu akawa mwili wako ni hekalu lake, kile kipindi ukishakipita, kinakuja kipindi sasa ambacho ndo hiki cha kujitoa, cha kuishi katika agano, ndo kinakuwa anachokisema sasa, kwa sababu tayari unaanza kujiweka kwenye saving mode, kwamba bwana, beti hii inaisha chaji na lazima nifike nayo nyumbani, nitafanyaje? Unaanza kufunga app zote zile ili kachaji kakufikisha nyumbani. Sasa nafikiri tukishafika huku kwenye Mungu amekujalia huko kwenye 50 na mko pamoja, mmetoka kwenye mkataba, huku sio huku ndo kwa ndio kwenye agano huku tunako ndio unasema sasa, huyu nikifanya hivi wana mke wangu hapa kina enaye, basi mke wangu yaisha, atwende, ili kulinda hayo mahusiano. Chaji sije kakatia njiani. Chaji sije kakatia njiani. Kwa kweli hapo umenifikirisha kidogo. Asante, nimeelewa hivyo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Karibu. Ulikuwa na swali au mchango? Karibu. Na swali. Karibu. Kwenye swala la kujitoa, nimeelewa kwamba umesema jambo kubwa ni kuangalia upande wa mwenzao kwa maana ya kumpendeza, sema hivyo. Sasa kuna mfano ambao pia umeutumia ule wa kwako na Mzee Dismas, kwamba labda kwa sababu ya mwenzi labda akiona kwamba kitu hakifai, mtu anaweza unakiacha. Sasa je, hiyo inataka kuonyesha kwamba kila kitu ambacho mwenza akiona kwamba hakifai, kwamba ninapaswa hivyo moja kwa moja na kujitoa kwa tunyima room ya kureason kwamba kufaa ama kutofaa kwa jambo husika? Asante sana. Kuna huyu ndo anakaga hivyo, afu anakuaga hivyo, si ndio? Ndio hivyo, naye kama mwanamke na mwanaume ndo anakaga hivyo. Naomba nisome maana ya ndoa ya Kikristo kwanza. Kwa hilo swali nilijibu katika muktadha kwamba hawa watu ni Wakristo. Hii ina apply tu kama wote ni, hai apply kama moja sio. Tumesema hivi, ndoa ya Kikristo ni agano la maisha yote kati ya mwanamume mmoja na mwanamke mmoja waliojitoa kikamilifu kwa Kristo na kwa mwenzi. Kwa hiyo hata yeye anaposema hataki, anasema akiwa katika muktadha wa kuwa amejitoa kwako na umejitoa kwake. Mazingira hayo yakiwepo, itakuwa ni rahisi hata aleta hoja ambazo sio za msingi, za kutaka kukuharibu na kukuonea wivu. Unajua wanandoa wanaoneana wivu? Mnajua kuna wanandoa wanaoneana wivu? Wako wengine wanaenda hata kuchongeana kazini, mwenzake asipandishwe kazi. Kwa anaweza akakupa ushauri kwa sababu anakuonea. Unajua kwa nini mtu anamuonea wivu? Kwa sababu wao wenyewe wanashindana. Unajua kuna ndoa wanashindana ndani ya nyumba, mnashindana. Ushawahi kushindana wewe kwa wewe? Ukishindana wewe kwa wewe, kwa mfano kwenye riadha, kuna mambo mawili: unafanya mazoezi au umekuwa kichaa. Sasa kwa zaidi kwenye swali lako, of course hii haiondoshi mazungumzo, majadiliano na kusema na wewe hoja zako. Sio tu kwamba kwa sababu amesema, kama una hoja si ndio hivyo, na wewe utasema kwa nini unafikiria, lakini ukiongozwa na upendo, unyenyekevu, kwa sababu inasema hivi, ikiongozwa na upendo wa pande zote mbili, kujitoa, ambao huo upendo una maana ni upendo wa kujitoa na kuheshimiana kwa pande zote mbili, kujinyenyekeza na kukua kiroho. Nilisisitiza hili neno la kukua kiroho. Kukua kiroho. Jamani, wale ambao mmewahi kuchunga na mnachunga makundi yoyote, hakuna kundi gumu kuchunga kama kuchunga wachanga kiroho. Unanielewa? Na hivyo hivyo hakuna kitu kigumu kuhusiana na mwenza ambaye ni mchanga kiroho. Na ndio maana moja ya msisitizo
msisitizo wa ndoa ni kuhakikisha wanandoa wote wanakuwa kiroho. Nikupe sifa za watu ambao ni wachanga kiroho. Wakorintho wa kwanza sura ya 3. Uone sasa unaishi na mtu wa namna hiyo, ndio ujue moto ukoje. Moto mwingine ulionao nilionao, labda mwingine alionao, ni kwa sababu mwenzi wako ni mchanga kiroho. Atakiwa akue. Wekeza akue kiroho. Kuwa serious inapokuja mambo ya kiroho, usilelee. Bwana asifiwe. Wakorintho wa kwanza sura ya 3. Kwenye masuala ya kiroho tusilembe. Kwenye masuala ya kiroho hapana kulemba. Sasa kama hajaamini, hiyo ni story nyingine na namna ya kuishi naye ni tofauti. Lakini kama ni muamini, kuanzia sura mstari wa kwanza. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya wapi? Kama na watoto wachanga katika Kristo. Kwa hiyo mchanga katika Kristo ana tabia za nini? Unazijua tabia za mwilini? Kususa, kutukana, kuzira, ubinafsi, changu, majibizano, matukano, kunyanyasana. Hizo zote tabia za mwilini. Na aliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza. Naam, hata sasa hamjakiweza. Hao wameokoka na wananena kwa lugha na wana karama za Roho Mtakatifu, sura ya 12 inaelezea. Wanatenda miujiza hawa, lakini wachanga. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Husuda, fitina, masengenyo. Ukuta mkeo amekusengenya kwa baba mkwe. Wanaweza tusaidie. Amekusema kwa marafiki zake mpaka unaona aibu kutoka ndani. Amekuvua nguo. Maana hapo mtu mmoja anasema mimi ni wa Paulo na mwingine mimi ni wa Apolo. Je, ninyi si wanadamu? Kwa lugha nyingine waliookoka sio wanadamu. Ungekuna elewa, sisi wanadamu wa kawaida. Basi Apolo ni nani? Kwa Paulo anaongelea habari ya, anasema sifa chache tu za watu wa mwilini ambao ni wachanga kiroho. Kwa msisitizo anataka kusema kwenye definition ya ndoa, wababa wenzangu, msiwakatalie wake zenu kukua kiroho. Wamama wenzake na mke wangu, maana nyinyi sio wamama wenzangu. Msiwazuilie waume zenu kufanya nini? Ni kwa faida yako. Ukikaa na mchanga, tuhamasishane nyumbani tukue kiroho. Hizi hasira za kuripuka hizi, zigeni uchanga tu, unachangaa tu, tukaripuka mpaka unajua ukaripukia watu. Kwa sababu kukua kiroho ni kumlingana nani? Kristo. Atakuwa mvumilivu, atakuwa wa kuchukuliana, atakuwa wa kutanguliza mahitaji ya wengine. Ndio kukua Kristo tunakokuongelea kuliko ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia wajibu mkuu katika ndoa. Kumbuka tunaangalia ndoa ya Kikristo. Bwana asifiwe. Huu ni wajibu wa mke na mume. Ni wajibu mkuu. Kwa sijasema wajibu wa mke na wajibu wa mume. Hizo tutaenda hizo siku nyingine. Mimi naangalia wajibu mkuu, naiangalia ndoa katika picha kubwa. Kila mwanandoa lazima atengeneze mazingira ambayo mwenzi wake ataweza kulitimiza kusudi la Mungu katika maisha yake kwa ukamilifu. Hiyo ndo huduma ulioitiwa kwenye ndoa. Huyo mtu sio wa kwako. Sisi tunaamini na ndivyo ilivyo. Tunapongelea imani ya Kikristo, watu wote wamenunuliwa na nani? Watu wote wamenunuliwa na Kristo. Kwa hiyo mke wako au mume wako ni wa Kristo. Hii kwanza lazima ikae kichwani. Huyo mke ulitoa mahali ndio, lakini huyo mke ni mali ya nani?
na huyo mume ni mali ya nani? Kwa hiyo Kristo ana ajenda naye. Kuna ajenda ya Kristo inaitwa kusudi la Mungu. Na hili linatakiwa litimie. Bwana asifiwe. Kwa hiyo siku Mungu alipo niruhusu nimchukue mke wangu kuingia kwenye maisha yangu au kwenye maisha yetu, kazi nilionayo mimi ni kuhakikisha ninamjengea mazingira rafiki ambayo yanamwezesha kulitimiza kusudi la Mungu katika maisha yake kwa ukamilifu. Najua ya kwamba tutatoa hesabu kwa kila jambo. Unaamini utatoa hesabu? Utatoa hesabu pia juu ya mwenzi wako. Unaamini utatoa hesabu? Ngoja nikupe siri. Hesabu utakayoitoa ni ya mazingira uliyoyajenga, sio ndio iko kwenye control yako. Ile nyingine kwake iko nje ya control yako. Yeye mwenyewe akishindwa mwenyewe, hiyo iko nje ya control yako. Hiyo iko nje ya control. Huyu ni mali ya Kristo. Mke wangu ni mali ya Kristo. Huo ndio uelewa wa kwanza katika ndoa ya Kristo. Lazima ujue. You own nothing, you possess nothing. Humiliki, hutawali. Kwa unavyoshughulika na mwenzi wako, shughulika ukiwa na mtazamo, unashughulika na mali ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hello? Unapomkanyaga, jua unakanyaga mali ya Bwana wetu Yesu Kristo. Unapomtukana, jua unatukana mali ya Bwana wetu. Yaani huo mtazamo lazima ukae vizuri hata. Unapomnyanyasa, jua unanyanyasa mali ya nani? Ambayo ilinunuliwa si kwa vitu viharibikavyo, bali kwa damu ya thamani. Huyo mtu, hapa naongelea watu wameokoka wote. Bwana asifiwe. Ndio maana tunasisitiza kwanza hii ndoa. Hii nyingine tutaelezana siku nyingine. Tutakuwa na kipindi kingine cha kusaidiana. Mimi nimeokoka, mwenzangu hajaokoka. Tunasisitiza kwanza msingi wa ndoa ya Kikristo. Bwana asifiwe. Huyu ni mali ya Kristo. Kwa hiyo wajibu wangu mkuu kwenye hii ndoa ni kumjengea mke wangu mazingira yatakayomwezesha aliishi kusudi la Mungu kwa ukamilifu. Mazingira haya ni pamoja na kumtia moyo, uvumilivu na kuchukuliana, sapoti ya kiroho na za kimwili, uwajibikaji kwa ujumla wake. Amina. Bwana asifiwe. Huyo mama huyo siku akisimama mbele za Mungu asidaiwe. Huyo baba huyo siku akisimama mbele za Mungu asidaiwe. Sapoti ya kiroho ni pamoja na kukaripia, kuonya, kunyosha. Ndio support. Unajua watu wakifikiri support wanafikiri tu ni chanya tu. Ipo na kurudishana kwenye mstari. Kwa nini uendi ibadani? Kwa nini sikuoni siku hizo wafanya Bible study? Kwa nini uombe? Mjengee mazingira mazuri. Macho yake hayaoni vizuri, unamnunulia miwani kama anahitaji. Si ni mazingira yenyewe? Sio mpaka akuulize. Hana Biblia, kama una hela unamnunulia Biblia, unaleta. Watu unaona zawadi zinatolewa hapa tu. Wakati watu wanajiandaa ndio wanapewa Biblia. Mtie moyo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hayo mazingira ni muhimu sana.
wajibu mkuu ni huo tu, wala sio mambo mengi. Wajibu mkuu, ukiujua huo utapata hata mashindano. Kwa kama yeye kweli kaitwa kwenye siasa, si utamzuia, si ndivyo? Utamjengea mazingira mazuri, utamsupport, utaenda naye mpaka kule, utampigia kampeni, utafanya nini, utasimama naye, utamwombea, utafanya chochote. Biashara utafanya hivyo na yanayofanana na hayo. Nisiwe kikwazo cha kusudi la Mungu ndani ya maisha ya mwenzi wako. Utakuwa umeshindwa ndoa ya Kikristo. Usiwe kikwazo, nisiwe kikwazo. Na ndio maana watu wanapoanza, mimi napenda kuwauliza na napenda kuwatia moyo. Mseme picha kubwa. Bwana asifiwe. Mimi sio muumini wa kijana kuoa ambaye hajajua anaelekea wapi. Kama ana picha kubwa ya maisha bado hajahitaji msaidizi. Amsaidie kwenda wapi? Kufanya nini? Hujui unakoenda, unatafuta msaidizi. Hebu jiulize, haujajua majukumu ya mtu. Asa mke sio mtu aliyeajiriwa. Sio mtu aliyeajiriwa. Natoa tu mfano mwingine. Waelezea tu point yangu. Ukiwa na uhitaji wa mfanyakazi, unaanza na nini? Unaanza kujua majukumu gani yaliyopo. Unataka kwanza kujua kama ni kampuni, unataka kampuni iende wapi, si ndio hivyo? Mwelekeo gani mnataka muende, ili ujue unahitaji watu wa namna gani, wenye sifa zipi. Kwa hiyo nawaambia vijana, kuna kipindi unachagua mtu afu unaanza kusema sie, ni kwa sababu tu ukuwa makini kuhakikisha kwamba wewe mwenyewe ulikuwa ujui unaenda wapi. Kwa hiyo kaoa. Uliyemchukua ni saidia fundi. Amen. Natoa mfano tunaweza kueleweka. Baadaye unagundua kumbe wewe ni fundi magari. Alafu msaidia wako ni saidia fundi. Mtafika. Lakini kama ungekuwa umejua toka mwanzo kwamba wewe ni mechanic, kwa msaidizi ungetafuta nani? Anaitwa nani? Spanner boy au ile lugha yetu anaitwa spanner boy. Spanner boy, ungetafuta spanner boy, anajua lete ile spanner anakuletea, lete hii nakuletea, lete hii nakuletea. Lakini kwa nini ulitafuta spanner boy? Kwa sababu unajua unako. Sasa kama hujui, unasikia mimi natafuta tu msaidizi wa nini? Shughuli yoyote tu unaletewa msaidizi wa tofali, inaweza kawa changamoto. Kwa hiyo naomba ni usisitize huu wajibu, nimeita wajibu mkuu wa ndoa. Na sisi tulioko mahali hapa, hebu tujitahidi kwa msaada wa Roho Mtakatifu kuwajengea wenzi wetu mazingira ya kutimiza kusudi la Bwana. Kwa fedha zetu, kwa muda wetu, kwa uvumilivu wetu, kwa maombi yetu, kwa kuwasapoti kwa kila aina na kwa kuwatia moyo. Ili mradi tu na uhakika hili ni kusudi la Bwana juu ya mtu huyu. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwa nini? Kwa sababu huyo sio mali yako. Ni mkeo, ni mmeo. Watu nasema hayo maneno. Mali yangu ni sawa katika hali ya kibinadamu. Lakini kumbuka mmiliki mkuu ni nani? Ni nani? Kwa ni sawa wewe sema tu baby wangu ni sawa. Sema ni sawa. Na ni huru kabisa. Ila kumbuka anayemiliki juu ya vyote bado ni Kristo. Na siku ya mwisho utatoa hesabu kwa mmiliki. Kwa hiyo kwa mfano usimuone mwenzi wako anakwenda njia isiyo, unakaa kimya tu, atajiju. Unasikia hiyo? Atajiju vipi? Umewekwa kama mlinzi wa kumsaidia muweze kufika mnapokwenda. Kuna mtu ana swali hapo? Karibu. Hapa niko na swali linapita kichwani, lakini natamani kusikia uzoefu kwa wengine pia. Pale ambapo tunakuwa tunajitahidi kupeana mazingira, kujengana mazingira kwa ajili ya kutimiza kusudi la Mungu, alafu labda upande mmoja aidha unakuwa mzito kuelewa au kukubaliana. Mfano
nimesema jambo ambalo nilikuwa mimi naona kwa mtazamo wangu kwamba ni la kiroho na tukienda hivi tutaenda, alafu mwenzangu anapata shida kulipokea vile, au yeye anaona yeye na yeye kwa upande wake yuko sawa, jambo ambalo kwa mara nyingi linaweza lisiwapeleke kwa pamoja mpaka mahali. Hili tunaweza tukalizungumziaje? Sijui kama nimeeleweka. Nitalifafanua zaidi. Kama alijaeleweka nitalifafanua. Hivi msingi ni mitazamo tofauti juu ya hayo mazingira, si ndio hivyo? Mitazamo tofauti juu ya mazingira. Kwa hiyo tuseme mke wangu ameona mazingira kwamba ili twende, ili wewe, kwa sababu hayo mazingira yananihusu mimi, sio yeye, na mimi nayo jenga yanamhusu yeye, sio mimi. Hiyo lazimika. Kwa hiyo mfano ameona mangu, ili kusudi ambalo nalijua kuhusu Mungu juu yako liweze kutimia, unatakiwa, kwa mfano ni jambo la kiroho, anaweza akanipa labda mfano, aseme kwa nini siku kila wiki usiwe na 3 kavu? Natolea mfano. Bwana asifiwe. Kwa nini usiwe na 3 kavu? Yeye anaona mazingira yanakuwa sawa, ili mimi niliishi kusudi la Mungu. Alafu labda mimi hapa mimi naona hizi 3 kavu hapana. Swali, kwa sababu wajibu ni kujengeana mazingira, tunakwendaje mbele? Ndio hilo swali. Karibu kwa michango. Labda kwa kufikiria na kwa kuangalia vile ambavyo labda mimi naweza kusema kwamba nimefanya kwenye mazingira fulani, ni muhimu sana kuelewa status ya mwenzio. Huyo unayeongea naye kwa wakati huo yuko kwenye status gani? Kwa sababu inawezekana kabisa ukawa unaongea kwa namna ambayo mwenzako katika wakati huo ana mambo yamemzunguka kwa hawakuelewi, ana vitu vingi kwenye akili yake, amezingwa na vitu vingi. Kwa hata unachokiongea labda wakati wake make sense. Kwa ni muhimu sana kujua pia unayeongea naye kwa wakati huo yuko kwenye hali gani, kitu cha kwanza. Na mambo mengine of course ni ya kawaida, hayo ni universal niseme, kama ambao mchungaji ameshasema kwamba unapoongea 3 kavu, yani mwenzako labda yuko kwenye kiwango cha kuelewa 3 kavu inafanya nini. Hiyo ni kitu universal ambacho mchungaji ameshasema, swala la mambo ya kukua kiroho. Lakini mimi naona wajibu wangu kama mimi ambaye nimepewa mume, sasa nasimama kama mwanamke, nimepewa mume, wajibu wangu ni kuhakikisha sasa hivyo vyote, yani hivyo vyote navielewa. Ndio kwa namna moja au nyingine huwa naonaga kwamba mwanamke ana sehemu kubwa sana, yani katika ndoa naona ana sehemu kubwa sana, kwa sababu natakiwa nivielewe vyote hivyo. Mume wangu yuko kwenye situation gani sasa hivi? Labda ana msongo wa mawazo, hawezi kunielewa, nikiongea nitamvuruga zaidi, ama wakati huu yuko kwenye hali gani? Yani vyote hivyo natakiwa nivifahamu. Kwa hiyo nikishavijua vyote hivyo, nasimama wapi? Nitasimama kwenye kumlaumu kwamba mbona nimekuambia uweke 3 kavu alafu haujafanya, ndio maana usogei, ndio maana haufanikiwi? Yani nasimama wapi sasa? Kwa mimi kama mimi ninachoona kwamba cha kwanza nitaelewa situation na mwenzangu kwa nyanja zote za kiroho na za kawaida, ili nijue ninavyoongea naongea na mtu wa aina gani. Cha pili, nikishaelewa hivyo vyote, nasimama wapi kama Mkristo? Sasa nasimama wapi kama Mkristo, sio kama mtu mwingine yoyote, kama Mkristo nasimama wapi? Kwa hiyo nikishaelewa pa kusimama, mimi kama mimi huwa natamanigi au ninachokifanya ni kusimama kwenye kuomba. Kitu cha kwanza nasimama kwenye kuomba na kumwambia Roho Mungu, naomba hili jambo wewe uliseme. Kwa hiyo kama akilisema Roho Mungu, maana yake tayari mimi sina shida kuongea sana, kwa sababu Roho Mungu tayari anakuwa ameshafanya. Na Mungu anasema kwa njia nyingi, sio lazima mimi nikaongea, anaweza kaongea tu kwa njia nyingi. Kwa hiyo hayo ndo mambo mawili ambayo nayaangalia zaidi, nielewe situation na mwenzangu, alafu nikishaelewa nyanja zote nijue mahali pa kusimama na nisimame kweli hapo mahali. Amina. Tuendelee kupata uzoefu. Karibu. Asante.
Labda kabla sijasema kile ambacho nataka kuchangia, kama nimelielewa swali pia la mama kwamba mitazamo tofauti katika kiroho, na mimi nitaongelea hasa kwenye labda sisi upande ambao bado tuko miaka ya mwanzoni kwenye ndoa. Inawezekana huo utofauti wa mitazamo hiyo katika kiroho unaweza kutokana na kwamba hata bado labda hatujapata muda wa kutosha kujadili au kuendelea kujifunza mambo ya msingi ya kiroho. Kwa wakati mwingine tunapojaribu kujengeana hayo mazingira, ikawa inaleta huo ugumu ambao ambao ndio swali hasa, kwa sababu hatujapata muda wa kutosha kujenga hiyo misingi ya mitazamo ya kiroho. Kwa nafikiri moja ya mchango wangu itakuwa ni kwamba ni vizuri kama wanandoa, na nafikiri labda sisi ambao mwanzoni inaweza ikawa hii ya msaada zaidi, labda kwamba tuchukue muda wa kutosha kukaa pamoja, kujengeana misingi ya kiroho, kuwa na uelewa unaofanana kuhusu mambo ya msingi ya kiroho, lakini pia kuelezeana yale ambayo mtu anafikiri au mtu anayaona ndani ya moyo wake kwamba haya ndio makusudi ya Mungu juu ya maisha yangu. Kwa mfano kama mwanaume, ikiwa ni pamoja na kueleza maono yako zaidi, inawezekana ulishamwambia kule mwanzo, lakini kuendelea kumweleza na kumweleza na kumweleza, kwa hiyo hata huyu mwenzako anapata nafasi nzuri au kuwa katika nafasi nzuri ya kukujengea mazingira kutokana na uelewa. Nikijengea kwenye pointi pia ya Pastor Wema, ule uelewa ukiwa unatokana kwenye nimeelewa kwa ufasaha maono ya huyu mwenzangu linayemsaidia aweze kuliishi kusudi la Mungu, itapunguza ile kuwa na mitazamo tofauti. Asante. Amina. Asante sana. Karibu. Okay, mimi na mchango mdogo tu kwenye eneo la mawasiliano. Kwa mtazamo ambao nimeelewa mimi toka kwa mama mchungaji, pointi kubwa hapa naiona ni mawasiliano, kwa maana ya wakati gani wanawake wanawasiliana wanaume. Nitoe uzoefu mmoja ambao niliusikia kwenye session moja Mwanza. Iko na daktari mmoja kwamba wanaume huwa wakitoka labda kazini jioni au wapi, ni kwamba huwa anakuwa amechoka. Kwa jambo la kwanza akifika walao kama na dakika 30 au saa nzima ni kama ya kuprocess. Kwa kama upanda kuzungumza naye, ukizungumza naye ni rahisi akakuelewa. Sasa inawezekana ukawa na kitu kizuri sana, halafu yani ndio just amefika, either kutoka kazini, ametoka safari, au pengine labda ndio saa 2 ndio taarifa ya habari ya ITV. Kwa hiyo ule muda ambao unataka kuzungumza naye akiwa katikati ya kitu kingine ambacho either ni kuchoka au ni taarifa ya habari, au mtu kama Fred ambaye anapenda siasa, yani muda ambao you may have a very good point, lakini hiyo point ya mambo ya siku 3 ni ya muhimu na ni ya muhimu sana, lakini muda ambao umekuja ni muda ambao timing is very key. Na iko kina mama yani more very sensitive kwamba ukienda kwa mwanaume muda ambao akili yake ina kitu kingine, sasa nawe pia ndio kama unatamani useme, sio kwamba anakuignore au sio kwamba kitu sio cha muhimu au sio cha kiroho, ila time ni very key. Sio kama nimeongea nimeeleweka. Tumekuelewa sana. Kwa hiyo ameirudisha kwenye swala la wakati na namna ya kuwasilisha. Bwana asifiwe. Mitazamo iko tofauti kwa sababu msingi mitazamo yetu imekuwa tofauti. Mimi naliangalia kwa jicho la kushoto, mke wangu analiangalia kwa jicho la kulia. Na kuna kipindi tunaongelea kitu hicho. Jamani, linatokea tu mara kadhaa, mimi na mke wangu tunaangalia hivi. Mimi nimesimama huko nasema ni 6, yeye amesimama huko anasema ni 9. Amina. Sasa ili nielewe kwamba ni 9, timing ni ya muhimu sana. Kama nina mambo mengine mengi, nitabaki kungangana. Hisi ni 6 na kweli naiona ni 6 na ni kweli ni 6. Sasa mpaka Pastor alisema kuelewa. Kwa kuna kuelewesha, kuna pindi unamtoa huku unamleta huku kwa upendo, kwa unyenyekevu, kwa uvumilivu, unamleta mpaka asimame hapa aione hiyo 9. Kwa hii mitazamo ili iweze kuvunjwa au
tuweze kufikia kuelewana, kuna concept ya mawasiliano. Ameweka tu kipengele kimoja, wakati gani unawasiliana, niongeze na namna gani unawasiliana. Nitoe mfano rahisi tu, rahisi kabisa. Hiki kitu ukaja nyumbani ukakuta kimewekwa hivi, kinatakiwa kiwe hivi, na ulienda kazini na mama tu ndo yupo nyumbani. Hebu niombe wanaume wawili waje wawasiliane na mwanamke kuhusu hichi kiti kukaa hivi. Hakitakiwi kikaa hivi. Mtu mmoja atupe mfano mzuri, mwingine atoe mbaya. Pastor Ken, njoo kwanza hapa. Uanze, bado kijana hapa. Umekuja kiti, unajua kinavyotakiwa. Umemkuta Rita ndio yupo nyumbani na kiti kimekaa hivi. Rita ndio mke wake jamani, kwa msi. Hii mipangilio gani hii yani? Kiti sikitakiwa kikae hivi. Mwanamke hujui hata kupangilia viti bwana. Hello? Hiyo inasema haiwezi kusema. Si ni kawaida? Imetuma ujumbe fulani. Kwanza kuna wakati ameingia tu ndani akasema, hajajua uko ndani kulikuwa na nini, kwa nini kiti kimekaa hivyo, kwa nini mambo yako ya livyo. Sababu unaweza kukuta Rita kumbe yuko chini kule chumbani anavuta hewa kutoka dirishani, anataka kufa. Na hiki kiti ndo kilikuwa cha mwisho, alipokaa kikataka kudondoka, ndo akajivuta kwenda chumbani akakiacha hivi. Akisikia hayo maneno umemmaliza. Atasema mwanaume huyu hajari. Lakini Ken alikuwa sio kwamba hajari, ameshindwa tu kuwa na maarifa ya wakati gani na namna gani kufikisha ujumbe wake. Aya, mfano mwingine. Mzee Akida, tuchanganye, tutoke kwa vijana twende wazee sasa. Mzee Akida, nawe karibu. Mama Niki, nakujua msarabu sana. Mbona leo kitu kimekuwa hivi? Nini kimetokea mke wangu leo? Unajua wewe msarabu ajabu. Sasa inakuwaje leo kitu kimekuwa hivi? Nini kimetokea? Aya jamani, Bwana asifiwe. Mbona Mama Niki, nini kimetokea? Hii kiti mbona kimekaa ndivyo sivyo? Huko anakifanya nini? Anakirejesha. Kumbuka kuna upendo, unyenyekevu na kujitoa. Ndio msingi. Amejitoa kwa kukirejesha, unyenyekevu na upendo, akijua kabla ya kuuliza maswali mengi sana. Sasa moja ya changamoto inayokuja kwenye mawasiliano, hatunaongelea mawasiliano kama gusa. When you attack, people defend themselves. It's a principle. Ukishitukizwa ngumi, ukiwa hujajiandaa, unafanya nini? Unapangua bila kujiuliza. Ukitaka umpige mtu usoni, njoo taratibu. Unaongea naye kama unamdanganya. Akizuba, baba, hata pinga, anapokea maumivu. Ninamaanisha nini? Una jambo jema. Amesema wakati mtu uko katikati ya taarifa Simba na Yanga kuna penati imewekwa pale alafu wewe roho amekwambia kitu, acha penati ipigwe kwanza. Ninakwambia ukweli, acha penati, na kama penati naenda kwenye upande wake sikilizia kwanza yukoje. Maana kafungwa, alafu na wewe unaleta tena jambo mwacha kwanza augulie maumivu mengine. Kwa timing is key, na namna unavyosema. Usije kwa kuhukumu na usije kwa kulaumu. Vitu viwili. Mawasiliano. Karibu Mama Niki. Hapo kwenye mawasiliano, kwenye wakati, ningetamani tuongeze na mahali. Aha, safi. Wakati, namna na mahali. Ukija ukasema kitu ambacho kitanishushia utu mbele ya wanangu, mbele ya watu pale, unategemea nikubali?
Bwana asifiwe. Weka hoja yako, tafuta mahali. Na hili neno la mahali nilipanue. Kila ajenda ina mahala pake. Hello. Kuna topic sio za kitandani. Mambo ya biribiri nini yasije kitandani. Au tunaongelea mezani. Mtu mmoja ananielewa. Sabiri za umeme kisa. Ada za shule kitandani. Watu wa Mungu. Madeni. Nadaiwa, unaanza kusema mtu amekuja ananitafuta. Tuambizane sebleni. Subiri. Kuna mtu ananielewa? Hata vurugu za watoto tusimalize sebleni, tuwashughulikie sebleni. Mahali sasa huko naingia chumbani, ndo story sasa zinaanza. Huyu leo amefanya hivi, huyu leo amefanya hivi, huyu leo. Acha kichwa kiume nikiwa nje ya chumba. Chumbani ni sehemu ya kupumzika. Mtu mmoja aseme haleluya. Ndo mahali. Asante sana mama Miki kwa kuleta hii mahali. Kwa hiyo namna, muda na mahali. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukomee hapa leo.